Lakini ibara ya 8, nitawasomea ibara 2 ya 8 na ya 9. Inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Misingi ya demokrasia na haki. Kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa nani? Kwa mujibu wa katiba hii. Ndio maana rais anapoteuliwa, hata wabunge, tulipokuwa bungeni, unashika katiba hii, unasema na hapa kwamba nitaitetea, nitailinda, nitaihifadhi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. That is an oath, oath of the office. Kwa watu wengine, ukikiuka kiapo ulichokula, unafukuzwa ofisini siku hiyo hiyo. Oath of the office, kuitetea, kuihifadhi na kuilinda katiba hii. Kwa katiba inasema wananchi nyie ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi. Maana yake nini? Maana yake nini? Maana yake kwamba mamlaka yote nchini ya kwenu. Tunaelewana vizuri? Nyie ndio mmekaimisha kwa mtu fulani kwa muda fulani. Kwa nyie ndio msingi. Msingi si ndio unawekwa chini, nyumba inakaa juu. Nyie ndio msingi wa mamlaka yote. Kwa badala ya sisi wote tuwe marais, kutakuwa na chaos. Hakuna mtu atapokea oda ya mtu mwingine. Tunachukua mamlaka yetu, tunakabidhi mtu mmoja kwa kutumia kura zetu, ili akafanye nini? Katiba haijaachia hapo. Ikasema hivi: lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Hiyo ni B. Wananchi ndio msingi wa mamlaka. Na hiyo mamlaka mlioiweka na madaraka hayo, lengo lake kuu, nikisema lengo kuu mnanielewa? Ndio lengo namba 1, itakuwa ni ustawi wa wananchi. Nikisema ustawi maana yake nini? Mzee wangu, nikisema ustawi maana yake nini? Ulale vizuri, ule vizuri, utibiwe vizuri, upate kazi ya kufanya. Lengo kuu la uwepo wa serikali ni kukufanya wewe ustawi, utembee kwenye barabara nzuri, kila kitu kifanyike vizuri. Na mamlaka hayo ya kwenu hayaishi kwa urahisi tu kwa executive, yanakuja kwenye legislature, bunge, chombo cha kutunga sheria. Badala ya wewe Manyoni, Tarime, Itigi, Mwanza, sini wote twende bungeni tukajisemee, wewe ukaseme maji, wewe ukaseme umeme, wewe ukaseme, hakuna ukumbi wa kututosha kukaa wote. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akawe mbunge. Ndio maana anaitwa taxpayer representative. Mbunge ni mwakilishi wa mlipa kodi, is a taxpayer representative. Ana kazi 3 tu. 1, kutunga sheria. Sheria nzuri za kukuwezesha wewe ufanye biashara kwa urahisi, usipilipishwe kodi kubwa. Sheria za kukufanya wewe uwe huru zaidi, ndio kazi ya mbunge ya kwanza. Ya pili, kuisimamia serikali ili ifanye nini? Itumie kodi yako vizuri kwa maendeleo yako, kusimamia serikali. Na ya 3, kuiwajibisha serikali inapokosea. Kwa vipi? Wabunge wakipiga vote of no confidence na rais, wanamfukuza rais kazini. Wabunge wana uwezo wa kumfukuza rais, wana uwezo wa kumfukuza waziri mkuu, wana uwezo wa kumfukuza mtu yoyote akikosea, kwa sababu wao ndio jicho lenu kwenye mali yenu. Sio kama mnaelewa? Ndio maana katiba inasema lengo kuu itakuwa ni ustawi, na nyie mmeweka mtu wenu anayesimamia, anaitwa mbunge.